Mwanangu, nisaidie kubeba kuni zangu. Unaweza kuwa na mtoto kama mimi. Usinite mwanangu na mke. Tekla na Tracy walikuwa marafiki wakubwa katika kijiji cha Lanzi. Wote walikuwa na umri wa miaka 19, wanafunzi wa shule ya sekondari, na kila mtu aliwajua kama wasichana wawili wasioweza kutengana. Walitembea pamoja kila siku, walicheka pamoja na walishirikiana kila jambo. Lakini tabia zao zilikuwa tofauti sana. Tracy alikuwa jasiri, mwenye ulimi mkali na mwenye kujiona bora. Hakupenda kuchelewa, hakupenda kudhalilishwa, na zaidi ya yote hakupenda kuhusishwa na mambo aliyoyaona kuwa upuuzi. Tekla kwa upande wake alikuwa mpole, mwenye huruma, na moyo wake ulikuwa mbele ya wengine kuliko yeye mwenyewe. Alikuwa yule mtu ambaye angejiumiza kimoyomoyo ili mwingine apate faraja. Asubuhi hiyo jua lilikuwa tayari kali, vumbi jekundu lilikuwa linapaa barabarani, na kengele ya shule ingeweza kulia muda wowote. Walikuwa wakitembea kwa haraka, mikoba yao ikirukaruka mgongoni, pumzi zikikata kwa sababu walikuwa karibu kuchelewa. Tracy alikuwa analalamika bila kukoma. Tekla, ongeza mwendo. Tukichelewa tena, Madam Rose atatupiga magoti mbele ya darasa lote. Kumbuka, Tracy aliongeza kwa hasira, leo sitapiga magoti kwa mtu yoyote. Alimvuta Tekla mkondo kana kwamba muda ulikuwa unawakimbiza. Walipofika karibu na mti mkubwa wa mivule kando ya barabara, walimuona mwanamke mzee akija upande wa pili. Alikuwa dhaifu sana, mgongo umeinama, akitetemeka kana kwamba mifupa yake ilikuwa imechoka na maisha. Kifurushi kizito cha kuni kilikuwa kimefungwa kichwani kwa kamba mbovu. Mikono yake ilikuwa inatetemeka akijaribu kukisawazisha. Miguu yake ilikuwa wazi bila viatu, kanga yake ilikuwa imechakaa na kupasuka, na jasho lilikuwa likimtoka usoni hata kama bado ilikuwa asubuhi. Alisimama mbele yao, akihema kwa shida, sauti yake ikiwa nyembamba na dhaifu kama mtu anayeomba kwa nguvu zake za mwisho. Binti zangu, alisema kwa sauti ya kuomba, tafadhali, nisaidieni kubeba kuni zangu hadi nyumbani kwangu, si mbali sana. Uso wa Tracy ulibadilika mara moja. Alikunja uso kwa chuki kana kwamba ametukanwa. Hapana, alijibu kwa ukali. Mama mzee mbaya, hatuwezi kukusaidia. Tunaenda shule, tayari tumechelewa. Kwa nini unatupotezea muda? Tafuta watoto wako wakusaidie. Mwanamke mzee alikodoa macho, akainamisha kichwa chini. Lakini Tekla alisogea mbele kwa huruma. Mama, usijali, Tekla alisema kwa upole. Nitakusaidia kubeba. Kisha akamgeukia Tracy. Tracy, tafadhali nenda shule, nitakufuata baadaye. Niruhusu nimsaidie. Tracy alipazua sauti. Tekla, una wazimu? Huyu ni mama yako? Unamjua hata? Twende sasa, tutachelewa. Tekla akatikisa kichwa. Siwezi kumwacha hivi, ni dhaifu, anaweza kuanguka. Tracy alimshika Tekla mkono kwa hasira. Basi unataka tuadhibiwe kwa sababu ya mtu usiyemjua? Unapenda mateso sana, unataka kujifanya mtakatifu kila wakati. Tekla alijiondoa taratibu. Sifanyi maigizo, ninafanya lililo sahihi. Macho ya Tracy yaligeuka kuwa baridi. Sawa basi, beba kuni. Lakini usiniite nikikusaidia ukishaadhibiwa. Kisha akaongeza kwa uchungu. Nasikia, urafiki wetu unaishia hapa. Mimi siandamani na watu gumu kichwa. Tracy aligeuka na kuondoka kwa haraka kuelekea shule, bado akinungunika. Tekla alimwangalia kwa sekunde chache, kifua chake kikibana kwa maumivu, kisha akamgeukia tena yule mwanamke mzee. Mwanamke mzee alimwangalia Tekla kwa maajabu, kana kwamba haamini bado kuna mtu aliyebaki. Kwa kweli unataka kunisaidia? Aliuliza. Ndiyo mama, Tekla akajibu. Tekla alipiga magoti, akajiweka sawa na kujaribu kuinua mzigo mzito. Kuni zilimbana kichwani kiasi cha kwamba magoti yake yakatetemeka, lakini hakulia. Mwanamke mzee alimsaidia kuuweka vizuri na akaonyesha njia nyembamba pembo ya barabara. Hapa, alisema kwa sauti ya chini. Tekla akachukua hatua ya kwanza kwenye njia nyembamba, akiwa amechelewa shule, ameachwa na rafiki yake wa karibu na amebeba mzigo mzito kuliko umri wake. Hakuwa akijua kwamba kitendo hicho kidogo cha wema kilikuwa kinakaribia kufungua mlango wa hatima mpya kabisa. Njia ilikuwa tulivu, miti mirefu pande zote, vichaka vimejaa na hewa ilikuwa baridi kuliko barabarani. Tekla aliendelea kurekebisha kuni kichwani kwa mikono yake. Nyongo yake ilikuwa inaungua kwa maumivu, lakini hakulia.
Mama, Tekla alisema kwa tahadhari, una uhakika nyumba yako si mbali? Mzigo huu ni mzito. Si mbali binti yangu, mwanamke alijibu, kidogo tu. Lakini walivyozidi kuingia ndani, Tekla alianza kuhisi wasiwasi. Hakukuwa na dalili za makazi ya watu. Hatimaye walifika kwenye kiwanda kidogo cha zamani, kimya na kilichoonekana kimechoka na maisha. Mwanamke mzee akafungua geti taratibu. Ingiza, alisema. Tekla akaweka kuni chini kwa nguvu na karibu kuanguka. Nyongo yake ilimuuma sana. Alitazama mazingira na kusema kwa masikitiko, mama, hapa ni pachafu sana, huwezi kuishi peke yako hivi. Bila kusubiri, Tekla akachukua ufageo, akasafisha, akaosha sufuria, akapika chakula kidogo kwa mahitaji machache aliyokuza. Baada ya kula, Tekla akasema, mama, lazima niondoke sasa, nimechelewa sana shule. Mwanamke mzee akaingia ndani na kutoka na chungu vyeupe la kienyeji, likiwa safi na kung'aa. Hii ndiyo zawadi yako, alisema. Tekla akatikisa kichwa. Hapana mama, nilifanya kwa moyo. Chukua, alisema kwa msisitizo. Ukihitaji chochote maishani, gusa chungu hiki mara 3 na utakachohitaji kitapatikana. Macho ya Tekla yakapanuka kwa maajabu. Usimwambie mtu yoyote, aliongeza. Wema wa kweli hufanyi kelele, ni wa hatma. Tekla akabeba chungu kwa heshima. Alipokaribia mlango, sauti ya mwanamke ikamsimamisha. Binti yangu, alisema, huwezi kurudi nyumbani kwa njia uliokuja. Tekla akageuka. Kwa nini mama? Mwanamke mzee alimwangalia kwa makini sana. Kwa sababu ni hatari. Wanyama kali wapo kila mahali, mwanamke mzee alisema kwa sauti ya tahadhari. Hufahamu umbali tuliotembea kufika hapa. Ukijaribu kurudi peke yako ni hatari. Moyo wake uliruka kwa maajabu. Basi nifanyeje mama? Aliuliza, akijaribu kuficha hofu. Mwanamke mzee alisimama pole pole, akamsogelea na kuzungumza kwa sauti tulivu, kana kwamba anaotoa maagizo ya kawaida kabisa. Fumba macho. Tekla alisita. Akili yake ilikuwa imechanganyika. Kila kilichotokea senzi asubuhi kilikuwa tayari kimevuka mipaka ya kawaida, lakini alitii. Aliikumbata ile chungu jeupe kwa nguvu kifuani na kufumba macho. Mara akahisi upepo laini ukipita usoni mwake, kana kwamba hewa ilibadilika ghafla. Tumbo lake likigeuka kidogo, kama mtu anayesimama kwa haraka sana. Ilichukua muda mfupi tu. Kisha sauti ya yule mwanamke ikasikika tena, laini na wazi. Fungua macho. Tekla alifungua macho na mwili wake wote ukaganda. Hakuwa tena katika kiwanja cha yule mwanamke mzee. Alikuwa amesimama ndani ya chumba chake kidogo, kile chumba alichokuwa akiishi katika nyumba ya shangazi yake. Kinywa chake kilifunguka, lakini sauti haikutoka. Aliangalia mikono yake. Chungu jeupe bado kilikuwa pale. Miguu yake ikawa dhaifu. Aliketi taratibu juu ya godoro, kana kwamba miguu yake haingeweza kumbeba tena. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kama ngoma. Macho yake yalizunguka chumba kizima mara kwa mara, kana kwamba alitarajia kuta zibadilike. Hapana, imekuwaje? Alinong'ona. Alikimbia hadi dirishani na kutazama nje. Aliiona barabara ya kijijini. Alisikia sauti za watu. Maisha ya kawaida yaliendelea kama kawaida. Ilikuwa kana kwamba ile sehemu ya ajabu haikuwahi kuwepo. Tekla alikikumbatia chungu kwa nguvu zaidi. Pumzi yake ilikuwa ikitetemeka. Kini kimetokea kwangu, alinong'ona tena, safari hii kwa hofu na mshangao. Dakika zilipita, huku Tekla akiwa bado amesimama katikati ya chumba, akili yake ikirudia kila kitu kama filamu. Sauti dhaifu ya yule mwanamke, kuni nzito, kiwanja kichafu, kusafisha, kupika, chungu jeupe na kisha kufungua macho na kujikuta nyumbani. Moyo wake haukutulia. Ni kweli au ni ndoto? Nimerudije haraka hivi? Aliendelea kujiuliza. Ghafla, mlango wa chumba ukafunguliwa kwa nguvu. Shangazi yake akaingia kwa hasira kama dhuruba. Hakusalimia hata kidogo. Uso wake ulikunjamana kwa hasira kali. Tekla! Alipiga kelele. Kwa hiyo hukuenda shule? Tekla alikodoa macho kama mtu anayerudi duniani. Shangazi, alijaribu kusema, lakini hakuruhusiwa. Unafanya nini nyumbani muda huu? Shangazi aliuliza akimsogelea. Au umeanza kuona wanaume? Alimtazama Tekla juu chini kwa dharau. Ndio maana umesimama hapa kama mtu aliyerudi kutoka mahali pasipojulikana? Shangazi, mimi si...
Nyambaza, shangazi alifoka. Usithubutu kunidanganya. Uko kwenye sare, bado uko nyumbani. Unadhani umekuwa sasa? Unataka kuanza tabia chafu? Macho ya Tekla yakapanuka kwa mshangao. Hapana shangazi, sijafanya chochote, alisema haraka. Nilimsaidia tu mama mzee, nikachelewa. Shangazi akacheka kwa dhihaka. Mama mzee? Akarudia. Kila siku hadithi. Kesho utasema ulimsaidia kijana, kesho kutwa utasema ulianguka kitandani kwa mtu. Akatikisa kichwa. Namshukuru Mungu, sijalipa ada yako bado. Namshukuru Mungu, msichana bure anataka kuniaibisha. Koo la Tekla likakauka. Alijaribu kuwa mtulivu. Tafadhali shangazi, nilikuwa naenda shule sasa. Sasa, shangazi alikatiza. Masomo yameshaanza, wewe huna maana. Akapaza sauti ili wote wasikie. Unakula chakula changu, unavaa nguo zangu, halafu unataka kupoteza pesa zangu za shule. Shangazi tafadhali. Tafadhali nini? Ukizungumza sana, nitakuzuia shule kabisa. Na hata sijalipa ada yako, ninafurahi. Msichana bure. Tekla alisimama kimya, akizuia machozi, huku maneno makali yakimwagiwa juu yake kama maji ya moto. Ndani ya kifua chake, hofu na hasira vilichanganyika. Asubuhi iliyofuata, Tekla na Tracy walikuwa barabarani tena kuelekea shule, lakini hali haikuwa kama zamani. Tracy alitembea kwa kasi, uso wake umejaa hasira. Tekla alitembea pembeni yake kimya kimya, akili yake ikiwa bado imeshikamana na yaliyojiri siku ya pili. Tracy hakumsalimia vizuri hata kidogo. Kwa hiyo uliniacha jana ukamfuata yule mama mchawi, ulikuwa karibu akule. Mimi nilijua atakudhuru. Wewe ni mgumu kichwa, hunisikii kama rafiki. Tekla akavuta pumzi. Hakuna ubaya kusaidia watu, alisema kwa utulivu. Wewe ni mkali sana, punguza moyo kidogo. Tracy akasimama ghafla. Upole, akasema kwa dharau. Unataka kufa mapema, ndio maana unapenda kuwa mpole. Ukitulia sana, watu watakutumia na kukutupa. Wakaendelea kutembea. Siku moja wema wako utakuingiza matatizo. Tekla hakujibu. Baada ya muda, Tracy akabadilisha mada ghafla. Kuna wavulana wa mjini wanakuja kijijini kesho, alinongona. Kutakuwa na sherehe kubwa usiku, mziki, vinywaji, kila kitu. Wasichana wote wazuri watakuwepo. Utakwenda? Hapana kabisa, nitakuwa nyumbani nikisoma. Vitabu? Tracy akashangaa. Wewe ni msichana wa kijijini sana, hujui maisha. Furaha si kila kitu, Tekla akajibu kwa uthabiti. Wakati wa mapumziko shuleni, Tracy akamchia Tekla akiwa na habari. Hawajakutaja kwenye mkutano wa ada. Umelipaje? Ndiyo, Tekla akajibu. Vipi? Tracy akashangaa. Mwanafunzi mdogo akapita akiwa na huzuni. Tekla akamuita. Kuna nini? Mama yangu ni mgonjwa na ada sijalipa. Kesho watanifukuza. Tekla hakusita. Usijali, kesho nitalipa ada yako na njoo nyumbani jioni, nitakupa pesa za hospitali. Mwanafunzi akang'aa kwa furaha. Asante sana dada Tekla, Mungu akubariki. Alipoondoka, Tracy akasogea karibu. Subiri, alisema kwa sauti nzito. Tekla, kuna kitu hunisemi? Hamna, Tekla akajibu haraka. Wapi? Tracy alisema kwa hewa. Unamwahidi mtu pesa. Wewe na mimi tunajua wewe ni maskini. Pesa hiyo itatoka wapi? Moyo wa Tekla ukapiga kwa kasi, lakini uso wake ukabaki tulivu. Mimi si maskini, alisema. Usijali, Mungu atatoa. Tracy akacheka, lakini si kicheko cha furaha. Ilikuwa kicheko cha dhihaka. Nilijua tu, Tracy alisema kwa sauti ya kejeli. Unafanya mapenzi na wanaume wa kijijini humu. Hapo ndipo pesa zako zinapotoka. Nilidhani mimi ndiye msichana mbaya. Kumbe wewe ni mbaya zaidi na unafanya kwa siri. Macho ya Tekla yalitanuka kwa mshangao. Tracy, unawezaje kusema hivyo? Aliuliza kwa maumivu. Tracy alikunja uso. Basi eleza, alimkabili. Unalipaje ada yako? Unatoa wapi pesa za kuahidi matibabu ya hospitali? Usinidanganye kwa kusema Mungu atatoa kama watoto wadogo. Tekla, nakujua. Tekla alimeza mate kwa nguvu. Alitamani kumwambia Tracy ukweli, lakini onyo la yule mwanamke mzee likamulika akilini mwake kama moto. Usimwambie mtu yoyote, liweke moyoni mwako. Akavuta pumzi ndefu na kusema, Tracy, sifanyi mapenzi na mtu yoyote. Tafadhali acha kuzungumza maneno kama hayo. Tracy akatikisa kichwa taratibu. Kama unataka kudanganya endelea, alisema. Lakini nitakuangalia.
kwa sababu kuna jambo linaendelea. Tekla alimwangalia rafiki yake wa karibu na akahisi uchungu mzito moyoni. Tracy hakumwamini hata kidogo. Baada ya shule, Tekla alirudi nyumbani kimya kimya, kana kwamba hakuna kilichotokea. Alipofika, aliingia chumbani mwake na kufunga mlango taratibu. Alisimama kwa muda mfupi, akipumua pole pole, kisha akakumbuka chungu jeupe. Mikono yake ilitetemeka kidogo. Akakitazama kana kwamba alikuwa anazungumza na kiumbe hai. Akainama, akakigusa mara 3, kisha akanong'ona, "Tafadhali, chungu changu. Nahitaji pesa." Mara moja, pesa zikatokea ndani ya chungu. Macho ya Tekla yakapanuka. Akajifunika mdomo kwa mkono ili asipige kelele. Ilikuwa kweli, haikuwa ndoto. Aliokota pesa haraka, akahesabu alichohitaji na akaficha zilizobaki mahali salama. Kisha akatoka nje. Akiwa njiani, alikutana na baba wa yule mwanafunzi mdogo. Mwanaume huyo alionekana mwenye wasiwasi na uchovu, kama mtu aliyekosa usingizi. Alipomwona Tekla, alimsogelea kwa haraka. "Binti yangu," alisema kwa pupa. "Mtoto wangu amesema unataka tusaidia. Ni kweli?" Tekla akatikisa kichwa. "Ndiyo baba, ni kweli." Macho ya mwanaume akajaa machozi. Mungu akubariki," alisema. "Mtoto wangu alisema ulituambia tufike jioni." Tekla akatikisa kichwa. "Hakuna haja ya kusubiri jioni baba. Sikupenda kuchelewa." Akatoa pesa na kumpa. "Chukua hizi, zitumie kwa hospitali na dawa. Tafadhali nenda haraka." Mwanaume alisimama kama mtu aliyeota ndoto. Alitazama pesa, kisha akamtazama Tekla tena kwa mshangao. "Binti yangu, una uhakika?" aliuliza kwa sauti inayotetemeka. "Ndiyo baba," Tekla akasema kwa uthabiti. "Tafadhali nenda umtunze mama." Miguu ya mwanaume karibu itetereke. Akainua mikono juu na kuanza kuomba hapo hapo barabarani. "Mungu wa mbinguni, asante," alipaza sauti. "Binti yangu, utasoma katika chuo kikuu bora duniani. Utahitimu kwa mafanikio. Utaolewa na mume mwema. Hautateseka, hautaombaomba. Endelea kufanya wema binti yangu. Mungu atakulipa." Macho ya Tekla yalilainika. "Amina baba," alisema kwa upole, kisha akaongeza, "Kesho asubuhi nitakapofika shuleni, nitalipa ada ya mwanao ili wasimrudishe nyumbani." Uso wa mwanaume ukang'aa kwa furaha. Tungefanya nini bila wewe? Mungu akubariki Tekla. Umeokoa maisha." "Si kitu baba," Tekla akajibu kwa unyenyekevu. "Tafadhali nenda hospitali." Mwanaume aliendelea kumshukuru akiwa ondoka haraka, akishikilia pesa kama tumaini lake la mwisho. Tekla alimwangalia akiendelea na safari. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, aliona vizi kwamba wema wake ungeweza kubadilisha kabisa maisha ya mtu. Siku 2 baadaye, matatizo yalifika nyumbani kwa Tekla kupitia mtu hakutarajia, Tracy. Mchana huo, shangazi wa Tekla alikuwa nje ya nyumba, akifanya kazi ndogo ndogo. Tracy akaingia akiwa na uso mzito, wenye hasira na uzito pamoja. Hakusalimia kwa uchangamfu wake wa kawaida. "Shikamoo mama." "Marahaba Tracy. Tekla yuko wapi?" shangazi akauliza. Tracy akapunguza sauti na kusogea karibu kana kwamba anashiriki siri. "Mama, nimekuja kwa sababu sitaki matatizo. Tafadhali usimwambie Tekla kwamba mimi ndiye nimesema," alisema haraka. "Umwambie nini?" shangazi akauliza kwa shaka. Tracy akatazama pande zote kisha akanong'ona. "Mama, hujasikia? Watu wanasema Tekla sasa anagawa pesa kijijini kama tajiri mkubwa. Ada za shule, pesa za hospitali, pesa za chakula, kila mtu anazungumza." Shangazi akaganda. "Tekla anagawa pesa?" Akarudia taratibu. "Ndiyo mama," Tracy akathibitisha. "Na wanasema anafanya mapenzi na wanaume wa kijijini. Hapo ndipo pesa zake zinapotoka." Akaongeza kwa sura ya kusikitika. "Ni msichana mgumu. Mimi sipendi aibu. Sitaki watu waseme ninafuata msichana mbaya. Ndiyo maana niliamua kuachana naye." Macho ya shangazi yakageuka mekuku. Mkono wake ukatetemeka. Sokoa Tekla na pesa nasi tunateseka humu ndani," alipaza sauti. "Mimi sijui mama," Tracy akajifanya hana uhakika. "Najua tu yanayozungumzwa." Shangazi akafoka kwa hasira. "Sokoa amekuwa ananificha pesa. Mungu hatamsamehe." Tracy akaonyesha mikono juu kwa haraka. "Tafadhali mama, usinitaje. Mimi sijasema chochote. Nimekuja tu kama rafiki." Lakini shangazi tayari alikuwa amewaka moto. "Rafiki kweli?" alibweka. Ondoka katika kiwanja changu." Tracy akageuka na kuondoka kwa haraka, kana kwamba alikuwa amekamilisha kazi aliyokuja kufanya. Shangazi akabaki akizunguka uwanja kwa hasira kali. "Sokoa msichana ana pesa na anafanya maisha makubwa nje," alijisemea. "Mimi nahangaika hapa.
yeye anaficha pesa. Wakati huo huo, Tekla aliingia uani bila kujua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika vibaya. Kabla hata ya kusalimu, shangazi alimrukia kama simba. "Tekla!" alipiga kelele. "Sokoa sasa unagawa pesa kijijini kama bilionea." Tekla akasimama ghafla. "Shangazi, unasema nini?" "Usiniulize chochote." Shangazi akafoka. "Pesa unatoa wapi? Wanasema unalipa ada za watu, unawalipia hospitali, unalala na wanaume wa kijijini." Moyo wa Tekla ukaruka. "Hapana shangazi," alisema haraka. "Sifanyi hivyo." Shangazi akacheka kwa uchungu. "Basi pesa hizo zinatoka wapi? Jibu." Tekla akafungua mdomo, lakini maneno yakagoma. Onyo lile lile likamjia tena. "Usimwambie mtu yoyote." Ukimya wake ulimzidishia shangazi hasira. "Sokoa unanificha pesa? Unataka kula peke yako wakati sisi tunateseka?" Tekla akamshika shangazi yake kwa upole. "Tafadhali shangazi." Lakini shangazi akamsukuma. "Tafadhali nini?" alipiga kelele. "Msichana bure. Utaniaibisha kijijini." Siku chache baadaye, Tekla na Tracy walikuwa wanatembea taratibu barabarani kijijini. Tracy alikuwa akizungumza kana kwamba kila kitu ni cha kawaida, lakini Tekla bado alihisi uchungu moyoni. Ghafla, mwanamke mzee kutoka kijiji jirani alitokea pembeni mwa barabara. Alionekana dhaifu na mwenye mateso. Alisalimu na kuomba kwa sauti ya chini, "Binti zangu, tafadhali nisaidieni. Hata pesa ya chakula sina." Moyo wa Tekla ukayeyuka mara moja. Alimsogelea na kumshika mkono kwa upole. "Mama, usijali," Tekla alisema. "Nitakusaidia. Nitaleta pesa nyumbani kwako baadaye. Niruhusu kwanza niende sokoni nimnunulie shangazi kitu." Macho ya mwanamke yakang'aa kwa matumaini. Mungu akubariki binti yangu," alisema kwa furaha. "Nitakuwa na kusubiri." Aliondoka taratibu huku akiendelea kumshukuru Tekla. Mara tu mwanamke alipoondoka, uso wa Tracy ulibadilika ghafla. Hasira ikaonekana wazi machoni mwake. "Sasa nimekuelewa," Tracy alisema akisimama katikati ya barabara. "Nimeita rafiki yako wa karibu, lakini unagawa pesa kwa watu, mimi hunipi chochote." Tekla akamtazama kwa mshangao. "Kwa sababu hujawahi kuniomba msaada," akajibu kwa utulivu. Tracy akacheka kwa dharau. "Nitakuomba?" alisema. Sisi ni marafiki. Lazima niombe kabla unisaidie." Tekla akavuta pumzi. "Sawa," alisema. "Unahitaji kiasi gani?" Macho ya Tracy yakang'aa ghafla. "2,000,000, alisema bila kusita. "Taslimu. Nataka pia iPhone mpya na nguo. Nitajaribu kusimamia pesa, hata kama hazitoshi." Tekla alimwangalia kana kwamba hakusikia vizuri. "Tracy, uko sawa?" aliuliza. "2,000,000, iPhone, nguo? Umechanganyikiwa?" Akaongeza kwa sauti iliyokanda. "Huo ni upuuzi. Unategemea nipate wapi pesa hizo? Unanifanya mjinga." Uso wa Tracy ukawaka kwa hasira. "Lakini umekuwa unagawa kesa kijijini," alijibu. "Usinifanye mjinga Tekla," Tracy alisema kwa kejeli. "Nimesikia pia kuwa unalala na Chief Damba. Wote tunajua ana pesa. Fikiria, mimi nimekuwa nikimpa ishara lakini ananipuuza. Halafu anaanza kutoka na msichana wa kijijini asiye na hadhi kama wewe." Macho ya Tekla yalitanuka kwa mshangao. Mwili wake wote ulitetemeka kwa hasira na maumivu. "Tracy, lazima uwe mpumbavu kusema maneno kama hayo," Tekla alisema kwa sauti iliyotikishwa na ghadhabu. "Sipokei pesa kutoka kwa mwanaume yoyote. Silali na mtu yoyote. Nasaidia watu kwa moyo wangu, si kwa kuuza heshima yangu." Tracy alicheka kwa dharau. "Sasa unanijibu hivyo?" alisema kwa kejeli. "Baada ya urafiki wetu wote?" "Urafiki?" alirudia kwa uchungu. "Tracy, huniheshimu hata kidogo. Unaniona kama mtu wa kunitumia. Kila siku ni tuhuma, matusi na maneno ya hovyo. Unajua nini? Nimechoka." Tracy alikunjua uso kwa dharau. "Umechoka?" Tekla alitikisa kichwa kwa uthabiti. "Ndiyo, nimechoka na urafiki huu. Tafadhali, kaa mbali nami kabisa." Tracy alifungua mdomo kama anataka kusema kitu, lakini Tekla hakumsikiliza tena. Aligeuka na kuondoka kwa hasira, akimwacha Tracy barabarani akiwa amesimama kwa mshangao na chuki moyoni. Siku hiyo Tekla alirudi nyumbani, moyo wake ukiwaka kwa uchungu wa ugomvi. Aliingia kimya kimya ndani ya ua, lakini shangazi yake tayari alikuwa akisubiri kama mtu aliyekuwa akitafuta ugomvi.
Sasa umekuwa tajiri, unasambaza pesa huku na kule. Shangazi yake alipaza sauti kwa hasira. Unatembea kifua mbele kama mwanamke mkubwa, lakini huchangii chochote hapa nyumbani. Tekla, nisikilize vizuri. Karibuni nitakufukuza kwenye nyumba yangu. Utaenda kujitegemea mwenyewe kwa kuwa unapenda kufanya mambo kwa njia yako. Tekla alijaribu kuzungumza, lakini shangazi hakumruhusu. Usinipigie hadithi, alibweka. Nimechoka na maisha yako ya siri. Unadhani mimi ni mjinga? Siku moja utatoweka tu na kutuletea fedheha. Kumbuka maneno yangu, utaondoka hapa. Tekla aliingia chumbani kwake, akaketi juu ya godoro, akipumua kwa nguvu, macho yakimjaa machozi. Alijisikia amenaswa. Alikuwa peke yake. Alikuwa amempoteza Tracy. Alikuwa akipigana na shangazi yake, na kijiji kilikuwa tayari kinanong'ona. Wiki moja baadaye, jioni tulivu, mtu aligonga mlango wa Tekla. Alipofungua, alimwona Tracy amesimama hapo, akiwa na tabasamu dogo na chupa mkononi. Tekla, Tracy alisema kwa upole. Samahani. Uso wa Tekla ulibaki mgumu. Tracy alisogea karibu. Tafadhali rafiki yangu, aliomba. Nilikuwa na hasira. Niliongea sana. Nimekukosa. Wewe ndiye rafiki yangu wa kweli pekee. Tekla alimwangalia kwa muda. Macho ya Tracy yalikuwa na machozi, sauti yake ilikuwa tamu kama asali. Aliendelea kuomba, akimkumbusha Tekla nyakati zao zamani, akicheka kwa upole, akimgusa mkono kama mtu anayejali kweli. Moyo wa Tekla ulikuwa laini ndani, hata alipokuwa akijifanya imara. Mwishowe alisitaa akasema, sawa, nimekusamehe, lakini usithubutu kunizungumza hivyo tena. Uso wa Tracy ulijaa furaha. Asante, hebu tusherekee kwa hii diwani rafiki yangu. Tekla alisitaa. Unajua sinywi pombe? Acha hizo, sio ya kilevi, ni ya kawaida tu, kama juisi. Nimeleta kwa sababu najua unapenda vitu vitamu. Baada ya kusitaa, Tekla alikubali kwa ajili ya amani na kwa sababu Tracy alikuwa rafiki yake tena. Walikaa chumbani, Tracy akamimina kinywaji kwenye vikombe viwili. Tekla akanywa kidogo kidogo. Kilikuwa kitamu, hakikuunguza koo, hivyo akajisikia salama. Tracy akaendelea kucheka, kusimulia vichekeshi, mpaka Tekla akaanza kucheka pia. Tracy akamimina tena. Nyua zaidi, leo ni siku ya sherehe. Baada ya muda, kichwa cha Tekla kilianza kuwa chepesi, macho yakalegea, mwili ukawa moto. Akaanza kucheka hata vitu visivyochekesha. Tracy akasogea karibu zaidi. Niambie ukweli, kwa sauti laini. Unapata pesa wapi? Tekla akatabasamu kwa ujinga. Ni Mungu. Tracy akakunja uso. Acha hizo. Mungu gani anakuachia pesa mkononi hivyo? Niambie. Tracy akamimina tena. Tekla akanyua. Ulimi wake ukalegea. Yule mama mzee wa kuni, anong'ona. Alinipa sufuria. Sufuria gani? Tracy aliuliza kwa tamaa iliyojificha. Nyeupe, Tekla alisema. Ukiigusa mara 3, pesa zinatoka. Imekoo? Tracy aliuliza kwa upole. Chini ya kitanda? Tekla akasinzia. Tracy akainama haraka, akaichukua sufuria nyeupe, akaondoka mbio. Asubuhi, Tekla aliamka akiwa na kichwa chefu. Makumbukumbu yakawa tupu. Alijua tu Tracy alikuja na kinywaji. Moyo wake haukuwa na amani. Alipoenda kwa Tracy, alikutana na mama mzee. Mtoto wangu, mama alisema, rafiki yako ameiba sufuria yako. Tekla akaganda. La hasha, si Tracy. Mama akatikisa kichwa. Tayari yuko njiani kwenda mjini. Tekla akaangua kilio. Nifanye nini? Usijilaumu, ulimtumainia uliyempenda, lakini uovu haukimbii milele. Wakati huo Tracy alikuwa mjini, akigusa sufuria. Ni kweli, alinong'ona, alipoyaona mamilioni yakitokea. Akatabasamu kwa uzima. Tekla ni mjinga, sasa ni yangu. Siku hiyo hiyo akaingia butiki la kifahari mjini. Alinunua nywele mpya, wigi jipya, kope refu, manuku ya bei haraki, viatu vilivyong'aa kama kioo na magauni yaliyomkumbata mwili wake kana kwamba alizaliwa mjini. Aliingia kwenye maduka ya simu kwa jiwe manifu, akionyesha kwa kidole kama bosi. Nipe iPhone ya mwisho, alisema huku akirusha pesa juu ya kaunta kana kwamba ni karatasi. Watu walianza kumtazama kwa tabasamu, wakimuita madam, wakimheshimu kama mtu mkubwa. Uangalizi huo mtamu uliingia kichwani mwa Tracy moja kwa moja. Alijiona yuko juu ya kila mtu. Jioni ilipofika, aliingia kwenye saluni kubwa sana, akatengeneza kucha, nyusi na kila kitu. Akaendelea kujitazama kwenye kioo, akitabasamu kwa majivuno. Mwishowe alisema,
nimefika. Usiku ukaingia. Tracy akaelekea kwenye klabu. Mziki mkali, taa zinazomulika, chupa mezani, watu wakicheka kana kwamba kesho haipo. Tracy akakaa mbele kama mtu mashuhuri. Aliagiza vinywaji na kutapanya pesa ili kuwavutia watu wasiowajua. Wanaume wakamzunguka haraka, wakicheka naye, wakimuita baby, wakimwomba namba yake. Tracy alifurahi kama mtu mwenye hanjaa aliyepata chakula kwa mara ya kwanza. Akacheka, akapiga kelele na akaweka picha mitandaoni kana kwamba anaishi maisha bora kuliko wote. Akili yake ikajidanganya, hakuiba chochote. Alijisemea, ni majaliwa tu. Alijiamini kuwa haraka ya urafiki ni kwa watu wanyonge na watakatifu pita kiasi. Maisha ni ya wajanja, akacheka. Lakini asubuhi iliyofuata, Tracy aliamka na kukutana na ukweli uliokuwa akiukimbia. Shilingi milioni 10 tayari zilikuwa zimeisha. Alitumia kama mtu aliyekuwa akitaka kuthibitisha jambo kwa dunia nzima. Manunuzi, klabu, pombe, hoteli, nywele, kucha, simu mpya na kuwapa wageni pesa ili tu waseme madam. Moyo wa Tracy ukamkaba kwa hofu na tamaa. Badala ya kujifunza, hanjaa iliongeza. Haitoshi, alinong'ona. Nahitaji zaidi. Akaitoa chungu nyeupe, akaitazama kwa tabasamu laini kama mpenzi wake na akaigusa mara 3. Chungu tamu, alisema kwa sauti ya chini. Niongezee pesa, pesa nyingi. Alisubiri, tayari akitabasamu, akijiona akinunua gari na kupanga nyumba kubwa. Lakini ghafla chumba kikawa baridi isivyokuwa kawaida. Chungu kikatikisa kidogo, kisha kikapotea mbele ya macho yake kama moshi. Tabasamu lake likafa papo. Akapinga kelele. Chungu langu! Kabla hajafanya lolote, hewa ya chumba ikabadilika. Na ghafla wakaonekana mashetani wawili waliovalia mavazi ya kimila kana kwamba walitokea ardhini. Miili yao ilikuwa imefunikwa, nyuso zimefichwa na uwepo wao ukajaza chumba hofu nzito. Miguu ya Tracy ikalegea. Alijaribu kukimbia lakini mwili wake haukumtii. Mashetani wakaanza kumpiga, sio kwa damu bali kwa mapigo mazito yaliyomfanya kulia na kuomba msamaha. Naomba, nisaidieni, alipiga kelele, lakini hakuna aliyemsikia. Kuta zikameza sauti yake. Kisha mmoja wao akazungumza kwa sauti nzito kama radi ndani ya ngoma. Mwanadamu mwenye tamaa, nafsi mbaya, umeiba kisicho chako. Umetumia urafiki kama mtego. Sikiliza kwa makini. Nenda kijijini sasa. Nenda ukaombe msamaha kwa rafiki yako. Rudisha ulichokiiba. Tracy alikuwa akitetemeka, akilia hadi uso wake ukaloa machozi. Tafadhali msiniue, aliomba. Nisameheni, ninarudi, nitafanya kila kitu. Onyo likatolewa. Ukichelewa, mateso yako yataongezeka. Zawadi ulioiba haitakubariki kamwe, itakuangamiza. Mashetani wakatoweka ghafla kama walivyotokea, wakimwacha Tracy sakafuni akiwa ameumia, ametetemeka na amejaa hofu. Kwa mara ya kwanza tangu aibe chungu, Tracy alielewa ukweli mmoja mgumu. Njia za mkato hupeleka moja kwa moja kwenye adhabu. Wakati huo huo, Tekla alikuwa kijijini, amekaa juu ya godoro lake kwenye chumba kidogo, kimya na mwenye maumivu. Macho yake yalikuwa yamevimba kwa kulia, kifua chake kizito kama kimejazwa mchanga. Aliendelea kujilaumu. Kwa nini nilimwamini? Kwa nini nilikunywa kile kinywaji? Kwa nini sikusikiliza sauti ya ndani? Aliposimama na kukaa tena, aliganda. Juu ya meza yake ndogo ya mbao kulikuwa na chungu jeupe. Tekla alikitazama kama anadota. Akakisogelea taratibu, akakigusa kidogo, kisha akavuta mkono wake haraka. Hapana, inawezekanaje? Alinong'ona. Machozi yakamjaa, safari hii ya mshangao na afueni. Ghafla hewa ya chumba ikabadilika kwa upole na sauti ikasikika. Laini lakini wazi,
kama ilivyokuwa masikioni na moyoni mwake. Mwanangu, jihadhari na Tracy. Anakuja kwako. Msamehe, lakini kaa mbali naye. Mwili wa Tekla ukatetemeka. Nani anaongea? Akauliza kwa sauti ya hofu. Hakuna jibu, ilirudia tu. Msamehe, lakini kaa mbali naye. Dakika chache baadaye, mlango ukagongwa kwa nguvu na haraka. Tekla akaufungua polepole. Tracy alisimama pale, amechoka, macho mekundu, uso umejaa majuto. Alianguka magotini mara moja. Tekla, nisamehe, nimekosea. Tekla akamwangalia kwa utulivu, kisha akasema, nakusaidia kwa moyo wangu na kusamehe, lakini hatuwezi kuwa marafiki tena. Maneno hayo yalimuumiza zaidi kuliko kelele. Tracy akaondoka taratibu akiwa mtupu moyoni. Tekla akaendelea na maisha yake ya utulivu, akikitumia chungu kusaidia wahitaji tu, kulipa ada za watoto, kununua dawa kwa wagonjwa, kusaidia wajane na wazee. Hakujionyesha, hakujigamba. Siku moja ikasikika kuwa mwana wa kifalme amerudi nje ya nchi. Aliposikia habari za mwanamke mwenye moyo safi anayesaidia watu kimya, akaomba kumwona. Walipokutana, palikuwa na amani. Upendo ukakua bila shuruti. Muda mfupi baadaye, mwana wa kifalme akamwambia wazi, Tekla, moyo wako ni wa kipekee. Baada ya Tekla kumaliza masomo yake, wakafunga ndoa na Tekla akaendelea kuwa mnyenyekevu, mwema na mwenye huruma. Hadithi yake ikawa funzo hai kijijini. Wema unaweza kuchelewa, lakini haufi kamwe. Na msamaha ni ushindi wa mwisho wa moyo safi. Unaweza kuwa na mtoto kama mimi,